Hello, it's Vance tena, mwalimu wenu wa darasa la Forex. Leo nimekuja na kozi hii kwa ajili ya wale vijana wanaenda kuanza kutrade Forex. Naomba wale wafahamu Forex ni nini. Kwanza mtaanza kugundua kirefu cha Forex ni foreign exchange. Kwamba hii ni biashara ya kununua fedha za kigeni mtandaoni. Kwa vijana mtakuwa mmefuata. Kesi ya pili, nani anafanya Forex? Wakina nani wanafanya Forex? Ni kama vijana mtakapojua watu wanafanya Forex. Benki na retail trader ndio kama sisi hapa. Yaani sisi kwenye Forex trading ni kama wale madalali wadogo wadogo kwenye biashara. Pointi namba 3, Forex trading inafanyaje kazi? Forex trading kwa ambao hamjui, hii inategemeana na mabadiliko ya bei za hizo pesa za kigeni, kwamba huwa yanabadilika kutokana na yanakuwa na muda, kwamba kuna kuanzia sekunde moja hadi mwaka mzima. Hapo utakuwa unashuhudia kwamba ama mabadiliko ya biashara ya Forex inategemeana na level ya thamani ya pesa inakushuka na kupanda. Ndio tunaelewana. Namba 4 ambao vizi wengi natamani kujua kwamba na kinaingiaje pesa au kibunda kwenye Forex. Sasa hapo taelezea kama kwa ufupi kidogo ili tuweze kuelewana kwamba tunaingiaje hela kwenye Forex. Si kama vijana, si kama vizi, tunafanya kuingia hela kwenye Forex. Kwenye Forex kama tulivyosema kwamba ni kununua bidhaa, kununua hizi pesa za kigeni. Kwa hiyo hapo kwenye Forex tutakuwa tunanunua pesa ambazo zimeshuka thamani, zipo kwenye thamani ya chini. Kwa mfano dola ya Kimarekani labda wanasema dola moja ni sawa na 2,500. Kwa hiyo hapo utasubiria labda kuna siku kwenye Forex kuna website ambazo zinakuwa zinakusaidia kutrade leo. Mfano HFM na foreign trading. Hiyo zitakusaidia kutrade. Sasa hapo tunaeleza hivi kwamba tutakuwa tunanunua kile imeshuka kama dola moja tunaleta sana 2,500 ya Tanzania. Kwa hiyo kuna muda kama tulivyosema kwamba mabadiliko haya yanategemea kwamba kwa sekunde, kwa dakika 10 hivi. Kuna labda muda huu hapa dola moja ni sawa labda na 1,500. Kwa hiyo tunanunua huo muda. Tunakuja kusell, yani kuja kuiuza baada ya kupanda thamani. Kwamba ulinunua kwa 1,500, ikija kupanda thamani labda dola moja si sawa labda na 2,500, sasa unakuwa na faida. Labda ni 1,000, labda ni shilingi ngapi? Sasa imagine umenunua labda pesa ni thamani labda ni 10,000. Kwenye ikipanda thamani na milioni zaidi ya 20 au 40. Hizo ndo namba tunapopiga hela kwenye Forex. Question namba 5. Nikitaka kuanza naanzaje? Cha kwanza wewe kama mjina unahitajika uwe na simu au PC. Kifaa ambacho kitakusaidia wewe kufungua hii website. Kwenye simu kama kwenye Google au Chrome utakuta labda hizo website ile kwa ile HFM ndio waelekeza na hiyo forex trading. Itaelekeza kwamba itaonyesha kwamba itawafundisha jinsi ya kuanza kutrade kununua pesa za kigeni na kadhalika. Lakini kwa watu wanataka uwe nacho ni bando, maana hii biashara ni ya online, bora mimi uwe na bando la kutosha, so bando la sawa. Yaani muda wote uwe online, uwe unaangalia dola pesa hii imepanda, hii imeshuka, labda dola ya China imeshuka, hela ya wapi imeshuka, hii imepanda hivi ili uweze kutrade. Jambo lingine ambalo tunataka kama uwe nalo ni broker. Broker ndio hao watu ndio wakuta kwenye website zinazokutajia wafanye HFM na trade. Hao watu watakusaidia wewe kutrade kwa mtu kama beginner ambaye unakwenda kuanza, ambao uelewe, utakuwa zile kapita zako unazoenda unampa yule broker, yeye anakusaidia kutrade ili upate faida. Sasa unaelewana. Ndio mgomo unaeleza kwamba capital kwa jana nayo kwenye Forex. Hapo sasa
25 ambazo sasa dola 10. Kuna zingine zinakwambia waje na dola 10.5 ambazo sasa na 30 za Tanzania. Kwa hiyo huwa zinategemeana, yaani kama ndio kuanza na biashara hiyo ndio mitaji ya kuanza nayo kuanzia 25 mpaka 30 kwa kila kampuni ambayo inafanya hiyo kazi ya forex trading. Na mimi ndio nimeelewa vizuri.